Injili jamani, injili hiyo. Barabara ndo ziko kama mnavyoona. Injili vijijini. Yesu anaenda kuhubiriwa anga la Mbeya. Mbeya, Songwe ni wapi huko? Huku wapi? Songwe ni wapi? Mbozi. Mbozi inaenda kukombolewa kama unavyoona bodaboda huyo. Barabara zimeharibika kabisa. Yani jaza moyo wangu, Yesu ananiongoza katika safari yangu, napokea nguvu yake, yani jaza moyo wangu, Yesu ananiongoza katika safari yangu. Shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana mahali popote unaponifuatilia. Yesu ameweza kunipa kibali kuja katika mkoa wa Songwe. Wakuja Songwe kwa ajili ya kufanya huduma ya maombi. Sasa hapa nimeona kuna mlima hapa. Mlima huu uko safi sana, unaitwa Mlima Ng'amba. Wananiambia kwamba mlima huu unaouona huu hapo juu hapo, wananiambia kwamba huu mlima hapo ni mlima wa maombi. Mlima wa maombi ambao watumishi wanakuja kuomba, kumtafuta Mungu. Kwa hiyo na mimi naamini one day nitakuja Mlima Ng'amba. Kama kuna mtumishi hapo umewahi fika kwenye Mlima Ng'amba, Mungu akubariki sana, ubarikiwe sana sana sana. Nimependa sana mandhari ya huko, yako vizuri kweli kweli. Yako vizuri kweli kweli. Nimependa mpaka bodaboda wanasema wanatusaidiaga sana waombaji wa huku. Wanatusaidia majira ya kifuku sijui na kiangazi, wanawabebaga sana watu wanawaleta huko. Nimependa bure ise, nitakuja nije huko. Kumetulia sana. Sana nimependa. Mandhari yako safi sana. Ile miti ndo yani kama kivutio. Manake tena kivuli tena. Kama kivutio. Kivutio maana haijawahi katwa hiyo miti. Pia ikikatwa manake inapoteza ile nanilia. Ile quality ya mlima. At least ibaki hivyo hivyo tu. Ule uoto wake wa asili unapotea. Tofauti na watu waanze tena kupandikiza miti. Inakupa haina maana sasa. Kabisa. Manake mlima huu unaanzia hapo juu. Hapa? Unaanzia hapo. Kwenda juu kule. Sasa na huko ndo wamesema sio wanajenga mpaka kanisa sijui. Hapo wanajenga kanisa. Sasa tunakupa la nani? Manake si wanasema kuna wachungaji mbalimbali. Manake hilo. Yaani sawa kwa mfano kama okay. Manake hapo kila mtumishi atakuwa anaruhusiwa kuingia humo wa dhehebu lolote. Okay. Japokuwa huwa ina nafasi na kuaga ndogo. Kwa hiyo kila mtu huko akishaja na yani. Okay, kwa ndo maana wameamua sasa
kwamba tufanye kwa ukubwa. Kwa ukubwa tujenge. Aisee. Kwa sababu ndio maana ameniambia kwa nabeba mchanga, sio unapandisha mchanga huku na masimenti. Masimenti, maji. Kwa maji yanapatikana huko chini. Aha. Kwa mama. Kwa mlima ndo unaanzia hapa kwenda huko juu. Unaanzia hapo naenda hivi. Aisee. Aisee, safi sana. Ndo mlima Ng'amba. Na huku chini ndo mpakani. Mpaka wapi na wapi huko? Hapa mpakani. Nyuma ya mlima ule. Ule pale. Japokuwa ni kata moja. Ile ni kata Ianda. Na hii ndio unasema Tunduma. Hiyo. Ukiwa kwa hapo. Inaonekana yote. Na mpaka ndio umepita ile barabara kwenda mpaka Katavi. Okay. Naenda kutoboa hadi nani. Na ule mpaka wananilia wapi Zanzibar? Huko Tunduma. Ndo huko kwa chini huko. Kwa mfano ile milima hiyo naomba unaonekana kwa mbali. Ule kule ile kule? Ile ni Malawi ile. Kwa kule pale ni Malawi. Ule mlima kwa ule mlima umeenda moja kwa moja mpaka Wanyasa. Kwa kwenye ule mlima kwa pembeni sasa kuna ule mto Songwe unaitwa mto Songwe mkubwa. Mto Songwe. Kwa mbele huko umetanuka kama bwawa. Kuna mambo hapo. Ila kwa huku juu mambo hapo. Okay. Sasa naona na makalanga na stawi kweli kweli. Cheki kijani kibichi. Makalanga. Yanatoka. Kuja mwezi wa ngapi ule? Wa 5 wa 6. Ndo yanatoka mengi. Hapo ungefunga shwari. Aisee. Sidhani kama kuna zao linagoma huko. Hakuna. Sasa ule mti wa maembe? Ule maembe. Maana na maembe pia yanatoka. Yanatoka vizuri. Hii ni nini? Hii inaitwa soya. Soya. Tunapita huko? Okay. Kwa kule Dar es Salaam yale maharage ya njano pia yanaitwa maharage fulani yanaitwa soya yenye rangi. Maana sasa soya hii ndo mbegu yake sasa. Hiyo unaweza kutengeneza mafuta. Unga wa lishe. Mafuta ya kula. Mafuta ya kula unachanganya na alizeti. Hata hizo karanga pia ni mafuta ya kula. Okay. See. Kuko vizuri bana. Kwa hiyo hapo ndo center. Okay. Kupenda kumetulia sana. Hata nyanya huko zipo, unaweza ukaamua ulime hivi au uende mtoni kabisa. Okay, mpaka nyanya. Maana yake huku pia ninavyoona mimi kilimo hakina kifuku wala kiangazi. Huko hakina, kwa sababu wakitoka huko wanaenda huko kwa kwenye mito. Kwenye mito. Maana yake huko watakuwa wanamwagilizia. Sio na nyanya zile kule. Nyanya hizi hapa bwana. Maana alivyokuwa anakuja kwa aliziacha. I see. Yaani kimekolea kijani kibichi kweli kweli. Mbona Tunduma hapo haionekani kusema inaonekana upande. Huko jamani, kwa na Yesu natembea duniani. Kama mimi nisegea kweli nitafika huko. Marhaba, ujambo? Jambo. Awaza asubuhi. Ndio tunasalimianaje kwa Kiloga Mwakata? Mwakata. Mwakata ule. Nashukuru. Umeingia kwa majirani. Yaani majina maanisha Zambia, hicho ndio Kiruga Mwakata. Mwakata huu. Okay. Ndio akakwambia icheche Mungu. Yaani tunasema za asubuhi salama. Okay, salama maana. Ndo salamu. Okay. Aise. Safi sana.
Unaona zile nguzo ambazo nilikuwa nakwambia. Zile ambazo zinaonekana kwa kwa hizo zinaenda hadi upande wa pili. Zinaenda mpaka ndo huko kwa China amesema? Ndo wanafunga hizo. Sasa. Safi sana. Mali zetu. Njia ya kupandia mlima. Hii hapa maana yake inakupeleka moja kwa moja mpaka kule mlimani. Au kuna nyingine. Okay. Wakula na kuja kule nyuma. Yaani mimi ninapopenda milima ya maombi. Mimi ningekuwa silale nyumbani. Ningekuwa niko huko. Mimi ni mtu nashinda sana milimani. Ndio. Hata da kule. Ni mtu wa milimani sana. Kwa milima michache lakini hivyo naenda, kuna mlima mmoja waga ndo ambao naendaga. Hivyo nakuwa sina namna. Ni kweli. Nikimaliza ibada napiga zangu kambi siku 2 narudi. Mtu anaweza kusema mtu kasafiri kaenda mbali. Kumbe yupo ajichimbia msituni anamtafuta Mungu. Unaona huko unalima mara 2 kwa mwaka. Alipanda mahindi. Maharage. Unaona sasa maana anapata ugali na mboga. Mboga. Ugali. Kweli hapa anapata faida hapa. Mazingira mazuri kweli kweli. Mazingira yametulia sana. Nashukuru. Huko lazima nitarudi huko. Yaani lazima. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.